Naitwa Nixon Joseph Sanga, wengi wanajua kama DJ Nas. Niko hapa mbele yenu kuwakaribisha ndugu jamaa na marafiki wote ambao kila mwaka tunakutana kwenye Friends of DJ Nas event. Hii imekuwa ni tukio ambalo tunalifanya kila mwaka, ambalo linatukutanisha mimi pamoja na marafiki zangu wapya na wa siku zote pia kujumuika. Tunaenda kumaliza mwaka, lakini pia sio kumaliza kwa burudani tu, lakini kuguswa kwa namna moja au tofauti, na hapa ndipo ambapo tunakumbushana. Na ndio maana umeona kwenye ratiba ya Friends of DJ Nas event tunaanza saa 4 asubuhi kuwatembelea watoto wenye uhitaji maalum, kituo cha Nyumba Ali, Wilolesi pale tunakutana. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anataka kujoin, kuungana na sisi kwenda kuwashika mkono watoto wenye uhitaji, anaweza kapiga simu namba ambazo ndazitaja hapa 0621 023484. Kwa yoyote ambaye anataka kushiriki kutembelea kituo cha watoto wenye uhitaji maalum Nyumba Ali, unaruhusiwa kuja na chochote: mafuta, sabuni, sukari, nguo. Una chochote ambacho ukitumia nyumbani unaruhusiwa kuja nacho, tukajoin kwenye safari ya pamoja kuelekea kituo cha Nyumba Ali, Wilolesi, Iringa mjini. Baada ya hapo niwakaribishe kwenye party back and lounge, ambapo tiketi zinapatikana kwa shilingi 10,000, VIP shilingi 50,000 na VVVIP ni shilingi 500,000. Naombeni sana niwakaribishe tena na tena, lakini kuna burudani nyingi siku hiyo. Tuko na wasanii maarufu wengi wakubwa. Tuko na msanii mwenye muziki wake anaitwa Dully Sykes, atakuwepo kwa mara ya kwanza Iringa. Tutakuwa na B2K, tutakuwa na Loni Boy, tutakuwa na Shifter mnyama mkali, mimi mwenyewe DJ Nas nitakuwepo, mdogo wangu DJ Isam yuko hapa atakuwepo, DJ Tony, DJ wengi ambao watakuwepo kwa ajili ya kuhakikisha burudani inakwenda sawa. Kwa hiyo ni sehemu ya kuja kufurahi, kuenjoy, kukutana na marafiki. Naomba niwakaribishe tena na tena kwenye Friends of DJ Nas event, lakini niwahamasishe tu kukumbuka ndugu zetu ambao wenye uhitaji maalum. Ni muhimu sana kwa sababu hatujui kesho yetu inakuwaje. Hujui kesho mimi nitakuwa wapi, au kesho mimi nitakuwa na hali gani. Kuna magonjwa, kuna hali pia kubadilika kuwa mbaya, kwa hiyo lolote linaweza kutokea. So kumkumbuka mwenye shida, matatizo, kumsaidia ni muhimu na ni jukumu la kwetu sote.